Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Leo nataka tumsikilizeni tena Abdullah Humaid Dilele atakaoyazungumza, tutaongea baadaye. Mimi najua makhurafi mwakasirika kweli, itikadi yenu ya Firauni na itikadi yetu ya Musa alayhi salatu wassalam, na ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, shi'tum am abaitum. Naam, nafikiri tumemsikia ndugu yetu Abdullah Humaid. Wacha tumsikie tena kidogo hapa, alafu inshallah tutaongea baada ya hapo inshallah. Bainana wa bainakum kutubu salaf, baina yetu sisi na nyinyi ni vitabu vya salaf, leteni vitabu. Nafikiri tumemsikia ndugu yetu Abdullah Humaid namna alivyozungumza ya kwamba itikadi yao wao wanaojiita masalafi ni itikadi ya Nabii Musa alayhi salam, pamoja na kwamba amesema ni itikadi ya Musa, ambapo si heshima hii. Nabii mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataka umpe sifa, useme ni itikadi ya Nabii Musa alayhi salam, mpe jina la nabii, usimuite jina lake kavu. Si vizuri kuwaita mitume majina yao yani kweupe kabisa, yani si heshima hiyo. Sasa ala kulli hal, kwa hiyo ndugu yetu Abdullah Humaid asema itikadi yao ni itikadi ya Nabii Musa alayhi salam, na itikadi yetu sisi anayotuita makhurafi ni itikadi ya Firaun. Nataka kuthibitisha haya maneno kupitia wanavyoni, kama yeye anavyosema kwamba tuthibitishieni kwa mujibu wa vitabu vya salaf, na sisi tutathibitisha kwa vitabu, sio kwa maoni yangu yetu. Yeye aliyoyazungumza ni maoni yake, hakutaja kitabu, hakutaja kauli ya mwanachoni, aongea kama yeye. Kwa hiyo yeye kama yeye akiongea kisheria, haichukuliwi kauli yake kwa sababu si hoja, kauli yake si hujja. Hayuko kwenye vipimo kwamba ati tuseme ni msomi mwanachuoni mtegemewa. Yeye bado ni mwanafunzi kama wanafunzi wengine, na sote tuko kwenye grupu la wanafunzi. Nukta ya kwanza nataka kumjibu kupitia tafsir ya Fakhruddin Razi. Nafikiri Ar-Razi wamjua vizuri ni mwanachuoni aliyebobea kielimu, ni kigogo katika vigogo wa elimu. Fakhruddin Razi katika tafsiri yake katika suratu Ghafir aya kuanzia 36 mpaka 42, wakati alivyokuwa na tafsiri hizi aya, waqala firaunu ya haman ibn li sarha la'alli ablughu al-asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Na nukuu maneno yake, anasema Fakhruddin Razi, almas'alatu al-ula, mas'ala ya kwanza yanofungamana na aya hizi, ihtajja al-jam'u al-kathiru min al-mushabbihati bihadhihi al-ayati fi ithbati anna Allah ta'ala fi as-samawati, wamethibitisha wale wenye kumfananisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na viumbe wao, mushabbiha hawa ambao kwamba wao wanamfananisha Mungu na viumbe, kwamba Mungu ana viungo kama viungo vya mwanadamu, wanamtia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viungo hawa. Asema Fakhruddin Razi, ihtajja al-jam'u al-kathiru min al-mushabbihati bihadhihi al-ayati fi ithbati anna Allah Ta'ala fi samawati, wamethibitisha wale wanaomfananisha Mungu na viumbe wake. Kuna watu ambao kwamba humfananisha Mungu na viumbe wakamtia viungo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kina Abdullah Humaid. Fakhruddin Razi anasema hawa watu wanathibitisha ya kwamba Mungu yuko mbinguni. Haya madai ya kusema kwamba Nabii Musa amesema Mungu yuko mbinguni, haya ni madai ya Firauni, si ya Nabii Musa alayhi salam. Hakuna mahali Nabii Musa alayhi salam alimwambia Firauni kwamba Mungu yuko mbinguni. Na kama ipo sehemu katika Qur'ani Nabii Musa amwambia Firauni kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbinguni, tuomba hiyo aya. Kwa mujibu wa aya hii hakuna mahali Nabii Musa amwambia Firauni kwamba Mungu yuko mbinguni. Sasa sikiliza majibu aliyotoa Fakhruddin Razi. Asema fahadha jumlatu istidlalati almushabbihati bihadhihi alaya, hii ni miongoni mwa jumla ya zile dalili wanazozitegemea wale wenye kumfananisha Mungu na viumbe, wale wenye kumfananisha Mungu na viumbe wake, kwamba wakamfanya Mungu ni jismun, ahitaji kuwa na mahali, ahitajika awe na sehemu yake nayo. Asema hivi, wal jawab, jawabu la kuwajibu watu hawa, anayetoa jawabu ni Fakhruddin Razi, sio mimi. Na nukuu maneno ya Fakhruddin Razi, anasema haulai aljuhal yakfihim fi kamali alkhizyi wadhalal an ja'alu qawla fir'auna al-la'ini
hujjatan lahum ala sihhati dinihi, asema yatosha kufedheheka kwao na kupotea kwao kufanya kauli ya Firauni ni hujja kwa wao katika kusihi dini yao. Fakhruddin Razi ni mwanachuoni aliyefariki mwaka wa 606 si wajana wala waleo, shekh, ni katika ulama usalaf waliotangulia nyuma sana huko. Asema yatosha kwamba hawa watu wanaomfananisha Mungu na viumbe kina Abdullah Humaid, kwamba wao wamefanya kauli ya Firauni kwamba ni hoja ya kusihi nini? Kusihi itikadi yao. Wa amma Musa alayhi salam, amma Sayyidina Musa alayhi salam, fa innahu lam yazid fi ta'rifi ilahi alalami ala dhikri sifati alkhallaqiyya, hakuzidisha chochote katika kumfahamisha Mungu. Yani Nabii Musa alayhi salam alivyokuwa anamfahamisha Firauni Mungu ni nani, alitaja sifa ya uumbaji peke yake. Katika sura Taha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nabii Musa anamwambia Firaun, Rabbuna Allahu alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Akamwambia tena katika sura Ash-Shu'ara, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Akamwambia tena Rabbul mashriqi wal maghrib wama bainahuma. Kama una aya ambayo yasema kwamba Nabii Musa alimwambia Firauni kwamba Mungu yuko mbinguni, na iomba hiyo aya ndugu yangu, niletee hiyo aya nione. Turudi sasa katika tafsiri al-Imam al-Qurtubi. Huyu ni al-mufassir al-Imam al-Qurtubi. Qurtubi naye ajulikana, al-Imam al-Qurtubi ajulikana ni mwanachuoni mkubwa mtegemewa. Nataka na yeye pia tusome tafsiri yake, tuangalie ametuambia namna gani. Al-Imam al-Qurtubi anatafsiri hii aya, fa attali'a ila ilahi Musa. Sikiliza anasema nini? Anasema tawahama annahu jismun tahwihi al-amakinu. Huyu Firauni alidhania ya kwamba Mwenyezi Mungu ni kiwiliwili kilichobebwa au kilichokusanywa na sehemu. Firauni amedhania ya kwamba Mwenyezi Mungu ni kiwiliwili kilichozungukwa na kubebwa na sehemu, kama wanavyoitakidi hawa masalafi wetu wa leo. Haya, huyu ni al-Imam al-Qurtubi. Rudi katika tafsiri yake na rudi katika vile vile amintum man fi samaa, utaona haya niliyoyazungumza ameyataja yote haya.